atende kulingana na vile hivyo mapenzi yake ndani yetu. Asubuhi ya leo hebu tukaingia katika kitabu cha Luka mtakatifu. Luka mtakatifu hapo 10. Nasema, basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Enendeni, angalieni, na watuma kama wanakondoo kati ya mbwa mwitu. Msichukue mfuko wala mkoba wala viatu, wala msimwamkie mtu njiani. Na kwa nyumba yoyote mtakayoingia, semeni kwanza, amani iwemo nyumbani humu. Na akiwamo mwana wa amani, amani yenu itamkalia. La hayumo, amani yenu itarudi kwenu. Basi kaeni katika nyumba hiyo hiyo, mkila na kunywa vya kwao, maana mtendakazi amestahili kupewa ujira wake. Msihamahame kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii. Na mji wowote mtakaoingia, wakiwakaribisha, vileni vyakula vyao vile viwekavyo mbele yenu. Bwana asifiwe. Tuona Yesu akiwatuma mitume, na tunaambiwa kwamba wameambiwa waende, ya kwamba mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Kwa hivyo waombe Mungu ya kwamba Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Wasichukue mfuko, wasichukue mkoba, lakini kule kote watakaoenda wakikaribishwa kule, wakae kule. Kule watapokea amani, wakae kule, wale na wanywe mahala pale. Kwa hivyo Kristo alikuwa anawatuma wapeleke ujumbe mahali na mahali. Na wakaambiwa ati, na mji wowote mtakaoingia, wakiwakaribisha, vileni vyakula viwekavyo mbele yenu, waponyeni wagonjwa waliomo, waambieni ufalme wa Mungu umewakaribia. Kwa hivyo ujumbe walikuwa wanatumwa nao ni kwamba waambie watu ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Kila mahali wakienda waseme kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Na kukiwa na wagonjwa mahala pale, wawe wakuponya wale wagonjwa watakaopata mahala pale. Na Kristo tena anazidi kuambia kwamba nimewatuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Kwa hivyo wao wanaenda wakiwa ni kama kondoo, lakini katikati ya mbwa mwitu. Kwa hivyo kule wanaenda, wale watakutana nao ni kama mbwa mwitu kule wanaenda, sababu ni watu wako na nguvu kuliko wao. Ni watu ambao wanaweza kuwamaliza, ni watu ambao wanaweza hata kuwaua, wao wakiwa kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Lakini hata wakiwa kama kondoo, wametumwa na ujumbe ya kwamba waende waseme kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Na kule wamekaribishwa, wameambiwa tena waponye wagonjwa ambao wako mahala pale. Kwa hivyo wamepewa hata nguvu ya kwenda na kuponya wagonjwa kule kote wataingia. Na mji wowote mtakaoingia, nao hawawakaribishi, tokeni humo, nanyi mkipita katika njia zake semeni, hata mavumbi ya mji yenu yaliyogandamana na miguu yetu tunayakung'uta juu yenu. Lakini jueni hili, ya kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kila mahali wakienda ni kupeana ujumbe, ufalme wa Mungu umekaribia. Nakumbuka Kristo tena aliwaambia kwamba kazi, mavuno
ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Kwa hivyo kunahitajika watendakazi wengi kwenda na kusema kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, na hata kuponya wagonjwa. Bwana apewe sifa. Na wanaambiwa nyinyi ni kama kondoo katikati ya mbwa mwitu, lakini endeni mponye wagonjwa, kule mtakaribishwa. Kwa hivyo sio kwenda na kujilazimisha kwa watu, sio kwenda na kulazimisha wasikize au wakubali. Wakikubali watakubali, wasipokubali basi wajue kwamba ufalme umekaribia. Lakini sio kuwalazimisha. Wale watakubali, ingieni kule, kaeni kule, kuleni kile wamewapatia, na kisha mponye hata wagonjwa walio mahala pale, na kusema kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa hivyo ujumbe walikuwa wanapewa ni iende kwa wote, lakini wale watakaokubali wakubali, wale watakataa wakatae. Na unaona, kwa hivyo katika hata kazi ya Mungu huwa sio vyema kujaribu kulazimu watu waamini au wakubali kile wameambiwa. Ni choice ya mtu, vile atakisai yeye mwenyewe. Kama atakubali akubali, kama ataamini aamini, kama hataamini basi hataamini. Kwa hivyo wakaambiwa kule hawatakubalika, ati kwamba watoke humo wakipita katika njia zake wakisema, hata mavumbi ya mji yenu yaliyogandamana na miguu yetu tunayakumuta juu yenu, lakini jueni hili ya kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Na waambia ya kwamba siku ile itakuwa rahisi zaidi Sodoma kuistahimili adhabu yake kuliko mji huo. Ole wako Korazini, ole wako Bethsaida, kwa kuwa kama miujiza hiyo iliyofanyika kwenu ingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu tangu hapo, huku wakiketi katika nguo za kigunia na majivu. Lakini siku ya hukumu itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kustahimili adhabu yake kuliko ninyi. Nawe Kapanamu, je, utakuzwa hata mbinguni? Utashushwa hata kuzimu. Awasikilizaye ninyi anisikiliza mimi, naye awakatae ninyi anikataa mimi, naye anikatae mimi amkataa yeye aliyenituma. Kwa hivyo waende wahubiri habari njema. Na tunaona kwamba hakika wale ambao wameona miujiza, wale wameona makubwa ya Mungu ikitendeka kati yao, na bado wasiamini, ole wao. Kwa sababu kuna wengine huwa wamengoja waone kitu kidogo tu waamini, ama wamengoja asikie sauti ndogo tu aamini. Hata kuna wale huwa wameambia Mungu akifanya tu jambo kidogo wataamini. Na kuna wengine wameona mengi ikitendeka na bado wasiamini. Angalia hata wana wa Israeli waliona Mungu akitenda miujiza mkubwa sana akiwatoa Misri, na bado wengine wao ilifika mahali wakaabudu sanamu. Ati awasikilizaye ninyi anisikiliza mimi, naye awakatae ninyi anikataa mimi. Kwa kuwa ni Bwana amewatuma, endeni na kusema hivi. Kwa hivyo atakaye kusikiza amemsikiza yeye aliyekutuma, amemsikiza Kristo, na ambaye atakukataa basi amemkataa Kristo. Kwa hivyo hata katika kazi ya Mwenyezi Mungu sio kusema yule amekataa kusikiza sasa muwe nyinyi ni maadui sababu hakusikizi. Yeye ni adui sababu amekataa ulipomwambia ukweli wa Mungu, amekataa. Hata akikataa kukusikiza sio wewe amekataa, amekataa yule aliyetumana ujumbe upelekwe. Kwa hivyo sio wewe, isiwe na sababu tumeona watu wengi wakifanya ni kama vita, sababu yule amenikataa ama amekataa kusikia, sasa tumekuwa sisi ni maadui tuanze kupigana, au kanisa imeanza kupigana na kanisa lingine, ama washirika fulani wameanza kupigana na washirika wengine sababu wale wamekataa kusikiza ama sisi tumekataa kusikiza. Bwana apewe sifa. Anayekataa ukweli amekataa yule aliyetumana. Kwa hivyo swali ni nani alitumana ujumbe? Nani alitumana ujumbe huo upelekwe? Ndio yule amekataa ujumbe basi amekataa yule aliyetumana. Na kweli kama ni Kristo ametumana ujumbe upeanwe,
basi akatae ujumbe huo, amekataa ujumbe wa Kristo. Yule atakubali ujumbe huo, basi amekubali ujumbe ambao umetoka kwake Kristo. Kwa hivyo mitume wakaambiwa, endeni. Wale watawakataa, basi wamenikataa. Watakayewakubali, wamenikubali. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Kwa hivyo wale 70 walienda. Walikuwa ni kama 70, it was about 72. Walipoenda kwa mahali pengine tena tunaambiwa ni 72. Kwa hivyo walipoenda wakarudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyanga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Wakarudi kwa furaha, wakarudi kuripoti kwa Kristo, kwa sababu walitumwa wakaenda na wakatenda vile Bwana aliwaambia watende. Na katika hayo yote walitenda, waliona Mungu, waliona mkono wa Bwana, waliona nguvu zake Bwana. Sababu walirudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Kwa hivyo wakisema katika jina la Yesu, pepo walikuwa wanatii. Akawaambia, yaani Yesu akawaambia kwamba alimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Akitazama, nimewapa amri ya kukanyanga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Kwa hivyo walipokuwa wameenda, walikuwa na nguvu ya kukanyanga nyoka na nge, na kwa kwamba hakuna jambo ingewadhuru. Hata kama ni pepo, hata kama ni magonjwa, haingewadhuru, sababu Yesu ndiye alikuwa anawapatia nguvu kukanyanga nyoka na kukanyanga nge. Na kwa hivyo hata adui hangeweza kustahimili. Ati wala hakuna kitu kitakachowadhuru, lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Hakika ni furaha kuona kwamba nguvu za Mungu zinatenda kazi ndani yako. Hadi kama ni magonjwa ukiyafukuza yanaenda, kama ni mapepo yanatii, kama ni mambo fulani, nguvu ya Yesu Kristo inaonekana ikifanya kazi ndani yako. Lakini Yesu tena anawaambia, bali furahini, lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Kwa hivyo muhimu zaidi ni majina kuwa imeandikwa mbinguni. Sio kusema nimefanya, nimeona, nimefunuliwa au nimefukuza au nimetenda hivi. Muhimu ni kwamba majina imeandikwa mbinguni. Ni vizuri, ndio tutafurahia tukiona Bwana anatenda miongoni mwetu. Lakini zaidi ya hiyo ni kwamba majina imeandikwa mbinguni. Sababu mengi yanaweza tendeka na unaweza tenda mengi na hata uhisi kwamba wewe uko na nguvu zake Mwenyezi Mungu. Lakini ikiwa jina yako haiko mbinguni, basi yote ile umefanya ni bure. Muhimu ni jina kuwa imeandikwa mbinguni. Tunaona hawa walikuwa ni about 70, na tunaona wakati mahali pengine tena tunaambiwa kwamba 60 walienda, ikabaki 12, na mmoja akamsaliti Yesu, ikabaki 11. Kwa hivyo wale wengine wote walienda. Kumbuka wako hapa wakifurahia ya kwamba mapepo yamewatii, ya kwamba wamefukuza pepo na pepo zimeondoka, ya kwamba nimetenda, na yaani wameona nguvu ya Kristo ikitenda ndani yao. Lakini mwishowe tunamuona Kristo akiwa na mitume 11. Mmoja amemsaliti, walikuwa 12 na amebaki na 11 pekee. Na hao 11 akawapa ujumbe waende wakahubiri ulimwenguni. Kwa hivyo hata ingawaji wale wengine walifurahi
wamefurahia, mapepo imewatii. Kwa hivyo kati yao kuna wale Kristo labda aliona kwamba majina yao haijaandikwa. Hata Judas akifurahia hapa ya kwamba amefukuza pepo na pepo wamemtii, Kristo alielewa jina lake haliko mbinguni. Kwa hivyo anaona watu about 70 wanamfurahia wakisema tumefanya, lakini kati yao anaona wale majina haijaandikwa mbinguni. Na ndiye anawaambia usifurahie hii, furahia jina imeandikwa mbinguni. Kwa hivyo kunao kati ya wale wanafurahia wako na nguvu, na yaani kama kuna watu walikuwa wanaangalia hawa mitume wanasema kweli hawa wako na Kristo ndani yao. Walikuja kwa mji yetu, kulikuwa na wagonjwa, wameombea wagonjwa wameamka wametembea. Kulikuwa na watu wako na mapepo imefukuzwa. Kwa hivyo hawa wametenda mambo makubwa. Kwa hivyo kuna watu waliangalia hata Judas wakaona ni mtumishi wa Mungu, ni mtu ambaye ako na nguvu za Mwenyezi Mungu ndani yake. Wasijue kwamba jina lake halijaandikwa mbinguni. Sababu mara nyingi tunaona kitu ni upotevu. Wale wengine 60 sijui kama baadaye walirudi. Si hatujaambiwa kama walirudi, lakini tuna mmoja tunajua hakurudi, naye ni Judas. Na watu walimuona na wakaona kweli ni mtu wa Mungu na ako na nguvu za Mwenyezi Mungu ndani yake, lakini jina lake halijaandikwa mbinguni. Na labda alifurahia kuona nguvu za Kristo zinatenda kazi ndani yao. Kwa hivyo ile muhimu ni kwamba jina iwe imeandikwa mbinguni. Amen. Ati saa ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu, yani Kristo alishangilia kwa Roho Mtakatifu akasema, nakushukuru Bwana Baba wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Kwa hivyo akashangilia akisema, nakushukuru Baba wa mbinguni na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wachanga. Naam, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Kwa hivyo wale ambao wamefunuliwa naye Bwana, sio lazima iwe ni wale ambao tunadhania wanafunuliwa. Ati wale wako na akili, wale wako na hekima, wale watasema nimesomea au nimefanya utafiti au nimeenda mbali, nimesafiri huku na huku nikitafuta ukweli. Unapata ukweli mara mingi ufunuliwa kwa watoto wachanga, watu ambao hata hawaelewi, hawajui. Hata mtu hajaenda kutafuta, hata hujaenda hata Israeli. Bwana asifiwe. Haujasafiri, hujaenda wapi. Lakini unapata wao wachanga Bwana anawafunulia mambo makuu. Ukiangalia hao mitume wengine walikuwa tu kama kinapita, walikuwa ni kutega, wanatega samaki. Lakini kwao wamefunuliwa mambo ya ajabu. Na lakini wamefunuliwa hivyo sababu ni vile Bwana alipenda. Wakati huu ndio kuna wengine walikuwa labda wamesomea mambo ya Mungu, walielewa, walikuwa wamesoma Torati, wanajua mambo yote, lakini sio wao Bwana aliwafunulia. Wale alifunulia ni watoto wachanga, watu ambao hata hawaelewi kuingia au kutoka. Ati akashukuru Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Kwa hivyo ilimpendeza Mungu kuwafunulia wale ambao ni watoto wachanga. Kwa hivyo tusijidharau na kuona hatujui. Usijidharau na kuona kwamba mimi sijasoma kama fulani, mimi sijaenda mbali kama fulani, ama haifai kwangu, inafaa kwa mwingine. Ikiwa Bwana amependa, basi atafunulia yoyote yule. Atafunulia hata yule anaonekana ni kama yeye ndio mdhaifu zaidi ya wote. Huyo ndio mtasikia ananena mambo ambayo ni ya kweli. Mambo ambayo hata ukisikia unashindwa, wewe kwani ulienda
ulikuwa umesafiri umeenda nje ya nchi kufunzwa haya mambo. Lakini mtu tu ameketi na anakuja anasema, Bwana amenifunulia, Bwana amenionyesha. Alafu unaangalia masomo yake, unapata hajaenda kule, hajasomea hiyo mambo ambayo Bwana amemfunulia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vile Bwana anataka. Ni yule Bwana anataka atakuja na ajidhihirishe kwake. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Bwana na Baba yangu, wala hakuna amjuae Mwana ila Baba, wala hakuna amjuae Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Kwa hivyo Kristo akipenda kufunulia yoyote yule, Baba yake atamfunulia. Sio ati ni lazima utasema ati nilifanya hivi ndio naye nikafunuliwa Baba nikamuona. Bwana asifiwe. Ni yule Yesu atapenda, ataangalia roho za wote, na yule atapenda yuo atamfunulia. Na ndio unaona kuna wengine usema, hata mimi nimetamani sana nione ama nisikie, lakini kuna yule Bwana ataangalia na atapenda na atajifunulia kwake. Bwana asifiwe. Akawageukia wanafunzi wake akasema nao kwa faraga, heri macho yaonayo mnaoyaona ninyi. Kwa kuwa nawaambia kwamba manabii wengi na wafalme walitamani kuyaona mnaoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnaoyasikia ninyi wasiyasikie. Kwa hivyo mitume walikuwa wameona na kusikia mambo ambao wengi walikuwa wametamani kuona. Kuna wengi walikuja na wakaenda wametamani waone tu, ama walisikia kuhusu Mesaya anakuja, walisikia kuhusu Kristo anakuja, na wakatamani kuwepo siku za Kristo waone yale, lakini hawakuyaona. Lakini kwa hawa waliona, walitembea naye, walimsikia akinena, waliona akitenda miujiza, akawatuma na wakaona nguvu zake zikitenda kazi ndani yao. Na kuna wengi walikuwa wamengoja ili waone tu kidogo tu ya hiyo. Na ndio wanaambiwa, heri nyinyi, heri macho yaonayo mnaoyaona ninyi. Kwa kuwa nawaambia manabii wengi na wafalme walitamani kuyaona mnaoyaona ninyi wasiyaone, na kusikia mnaoyasikia ninyi wasiyasikie. Kwa hivyo tusichukulie kirahisi yale mambo ambayo tunasikia. Tusichukulie kirahisi yale ambayo Bwana ameturuhusu tusikie. Ati kwamba tunaweza keti na tusikize neno la Mungu. Tuchambue neno la Mungu, tuone yale yaliyotendeka. Sio watu wote duniani wanaweza sema kwamba wamesikia yale sisi tumesikia. Kuna wengine hata wamezaliwa na miaka yao yote hawajawahi hubiriwa, hawajawahi ambiwa ya kwamba Yesu anaweza. Hata hawajui. Kwa hivyo usichukulie kirahisi yale ambayo unasikia. Na tuliona hata siku chache zimepita watu hata walifungiwa kuingia katika kanisa. Na wakati huo ndio unarealize ya kwamba tumekuwa tukichukulia rahisi ati kwamba tuweza kutana na tusikize neno na turudi nyumbani. Kwa hivyo tusichukulie kirahisi yale mambo ambayo tumeruhusiwa na Bwana kusikia. Sababu kumbuka, yote yale ambayo anatufunulia ni kwa wale anataka wamkaribie. Ni kwa wale ambao analeta karibu na yeye. Kwa hivyo tusichukulie kirahisi. Tukiona akitenda maajabu hata miongoni mwetu, tusichukulie rahisi. Heri sisi tumeona hayo. Kuna wengine hawajaona hata hiyo kidogo. Atinatazama, mwanasheria mmoja alisimama kumjaribu akisema, Mwalimu, nifanyeje ili niurithi uzima wa milele? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Akajibu akasema, mpende Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Akamwambia, umejibu vyema, fanya hivi nawe utaishi. Naye akitaka kujidai haki alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka
toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakamwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, alipomuona alipita kando, na Mlawi vivyo hivyo. Alipofika pale akamuona akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo, alipomuona alimhurumia, akakaribia, akamfunga jeraha zake, akizitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Na siku ya pili akatoa dinari 2, akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema, mtunze huyu, chochote utakachogharimiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Waonaje wewe? Katika hawa watu ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeanguka kati ya wanyang'anyi? Akasema, ni huyo aliyemuonea huruma. Yesu akamwambia, enda zako, nawe ukafanye vivyo hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba ati mwanasheria amemuuliza Kristo, ati nifanye nini niurithi uzima wa milele? Na Yesu anamwambia nini? Imeandikwa, akamwambia ya kwamba ampende Mungu kwa moyo wake wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako, na jirani pia kama unavyojipenda nafsi yako. Kwa hivyo, na Yesu akamwambia, umejibu vyema, fanya hivi nawe utaishi. Kufanya vipi? Kumpenda Mungu na moyo wako wote, nguvu zako zote, akili yako yote, roho yako yote, na kumpenda jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Yesu akasema, fanya hivi nawe utaishi. Kwa hivyo ni kumpenda Mungu na hata kumpenda jirani yetu. Upendo. Tuwe na upendo. Penda Mungu na upende jirani yako kama vile unavyojipenda nafsi yako. Naye mtu akauliza, jirani yangu basi ni nani? Sababu ukiulizwa jirani yako ni nani, kila mmoja wetu hata tunajua jirani yetu ni nani. Na ukimuona utasema yule fulani ni jirani yangu, yeye uishi nyumba fulani, ama yule uishi kando na nyumba yangu. Kwa hivyo tunawaelewa, tunawajua jirani zetu. Na huyu akauliza Yesu, jirani yangu ni nani? Na Yesu akamwambia kuhusu mtu ambaye alipatana na wezi njiani, akapigwa, akanyang'anywa vitu vyake, na kuhani akapita mahala pale, akampita na hakumsaidia, akapita kando. Mlawi akapata yule mtu tena pale, Mlawi akapita, akaenda kando. Lakini Msamaria alipofika pale na kumuona yule mtu ameumia, akamchukua, akamtunza, akampeleka hata nyumba ya wageni, na akamlipia mahala pale. Na Yesu akauliza, kwa hawa watu nani ndiye alikuwa jirani yake? Na yule mwanasheria akajibu kwamba ni yule aliyemuonea huruma. Naye akaambiwa, basi Yesu akamwambia, enda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Kwa hivyo enda nawe uwaonee wengine huruma. Na huyo aliyesaidia alikuwa ni Msamaria. Kwa hivyo jirani yako sio lazima awe ni yule ndugu au dada ambao unajua jina yake naye anajua jina yako. Ni binadamu mwenzako. Binadamu yoyote ni jirani yako, awe kabila yako au sio kabila yako. Uwe na huo moyo wa huruma ya kusaidia ndugu na dada wakati huyo ndugu au dada ako na mahitaji. Hiyo ndio kuwa kumpenda jirani yako. Kwa hivyo naambiwa enda uwe na huruma kwa watu wengine pia. Kwa hivyo sio kusema saidia yule ambaye anakusaidia, mtendee mema yule anayekutendea mema, ama mfanyie vizuri sababu yeye anazungumza lugha moja nawe. Kwa hivyo ni kupenda ndugu, kupenda dada, hata kama hamzungumzi lugha moja, hata kama hamjuani. Kuwa na huruma na ndugu na dada, hiyo ndio kupenda jirani. Wengine tukiambiwa tupende jirani, utapenda mama fulani sababu yeye na wewe, labda ukiwa na wageni yeye kuja kwako, na yeye akiwa na wageni wewe uenda kumsaidia. Huyo ndio jirani. Jirani ni yule utapatana naye njiani, hata humjui, yeye hakujui, hata sio kabila yako,
lakini hebu muonee huruma, mtendee mema kama ako na mahitaji. Na ndio tunaambiwa fanya hivi nawe uishi. Penda Mungu wako na moyo wako wote, nguvu zako zote, akili yako yote, roho yako yote, na umpende jirani yako kama vile unavyojipenda wewe mwenyewe. Na jirani sio yule mtu unajua jina lake pekee. Jirani ni yoyote yule binadamu kama wewe, aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Huyo ni jirani yako, sababu ni kiumbe cha Mungu. Kumbuka kuna wakati itafika na ukiangalia hivi uulizwe, ufike mbele za Mungu na useme kwamba mimi nilikuwa wako, naye Kristo aseme sikujui, sababu nilipokuwa na njaa hukunilisha, nilipokuwa uchi hukunivika, nilipokuwa gerezani korokoroni haukuja na kunitembelea. Na watauliza ni lini kulifanyika hivyo, naye atasema wakati haukumfanyia huyu ndugu yako haukunifanyia hata nami. Kwa hivyo tunapowafanyia wengine mema ni Kristo anatendea. Wakati tunahurumia jirani yetu, wakati tunamtendea mema, basi ni sisi pia tunaokoa nafsi zetu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo muhimu ni kupenda Mungu na kupenda hata jirani yetu. Na tena kukumbuka kwamba majina yetu iwe imeandikwa katika kitabu cha uzima, iwe imeandikwa mbinguni. Bwana asifiwe. Duniani hakika sisi ukimbilia mambo mengi, lakini tunasahau kufuata yaliyo muhimu. Hapo chini inasema, ikawa katika kwenda kwao, akiingia katika kijiji kimoja, mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Kwa hivyo tunaona Martha anashughulikia wageni, anakimbia huku na huku. Naye sister yake Mariamu ameketi pale miguuni pa Kristo akisikiza yale mambo Kristo anasema. Na Martha ameenda kwa Kristo akimwambia ati aambie Mariamu amke hata naye asaidie. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi, akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinahitajika kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo njema, ambalo hata ondolewa. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo mahali Mariam yuko miguuni pa Kristo akisikiza, yeye alichagua ile fungu ambalo ni njema. Huyu mwingine ameshughulikia mambo mengi, lakini mmoja tu ndio muhimu. Pia kukaa pale na kusikiza vile Kristo anasema. Na ukiangalia duniani ndio tunajishughulisha na mambo mengi. Tunakimbilia hii, tunakimbilia ingine. Ndio tunafanya mabiashara, ndio tunafanya makazi. Huku na huku tunakimbia, lazima niwe na hii, lazima nifanye hii, lazima nifanye hii. Na mara mingi tunapata kwamba yale mambo ambayo ni muhimu tunasahau. Kwa hivyo yale ya muhimu ni ipi? Kupenda Mungu wetu, kama kumpenda Mungu wetu na moyo wetu wote, roho yetu yote, akili zetu na nguvu zetu zote. Kupenda jirani kama vile tunavyojipenda wenyewe. Yaani wakati wote tuwe furaha yetu iwe ni kwamba majina yetu imeandikwa mbinguni. Wengine wetu tumependa biashara zetu kuliko vile tumependa jirani yetu. Lakini neno halituambii tupende kazi zetu. Haituambii tupende biashara kuliko vile tunapenda ndugu yetu. Tunaambiwa tupende ndugu zetu, jirani yetu kama tunavyojipenda nasi pia. Bwana apewe sifa. Lakini mara mingi utapata tunashughulikia mambo mengi. Kumbuka yule tajiri na Lazaro.
Tajiri alikuwa kwa meza yake anakula, naye tunaambiwa Lazaro alikuwa kuja na kula kile kimeanguka kutoka kwa meza ya tajiri, akiwa pale na mbwa. Na wakati ilipofika tajiri akafa, naye yule pia Lazaro akafa, tunamuona tajiri akiwa mbinguni, akiwa huko juu, na anamuona Lazaro yeye akiwa upande mwingine wa moto, na Lazaro akiwa upande mwingine anatunzwa, na mpaka anamuitisha Lazaro amsaidie maji ya kunywa. Kwa hivyo tajiri mara ya mwisho hakupatana na mali yake alipoenda, hakupatana na hiyo vitu yote amekuwa akifanyia kazi alipoenda, bali alipatana na yule binadamu angesaidia akiwa pale. Bwana asifiwe. Na tunawapita mara mingi, anakuitisha usaidizi, unampita ukikimbilia biashara yako. Mara mingi tunainuka, hatujali wale tumekanyanga chini, wale tumeangusha, wale tumevunja nyumba zao, wale tumevunja roho zao. Si tunafikiria tu kufanikiwa kwetu kwa biashara zetu. Na mwisho hata ukiinuka, kumbuka hautaenda upatane na hiyo biashara imekungoja mbinguni. Yule ulikanyaga ndio utapata akitunzwa kule juu. Yule ungesaidia ndio utapata akitunzwa kule juu. Huyo ndio utaanza kusema hebu nisaidie na maji ya kunywa. Kama vile tajiri alianza kuitisha Lazaro amsaidie na maji ya kunywa. Na ndio tunaambiwa ni yapi muhimu duniani? Hebu tushike hiyo ambayo ni muhimu. Na ile muhimu ni kusikia vile Kristo anatuambia. Na ile Kristo anatuambia ni kwamba tuwe watu wa upendo. Tupendane ndugu kwa ndugu na tumpende Mungu wetu. Bwana apewe sifa. Na tuende nje na tuwahubirie watu ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Bila kujali vile watakuchukulia, bila kujali vile watakuona, bila kujali ni majina gani watakuita. Sababu wakikutukana sio wewe wanatukana, bali wanamtukana yule aliyekutuma. Wakikataa kukusikia, wanakataa kusikia yule aliyekutuma. Kwa hivyo akili zetu ziondoke kwa vile watu wanatuona. Hebu tuangalie vile Mungu anatuona. Mwisho haya yote ni kwamba tunataka tuingie pale mbinguni. Majina yetu iwe imeandikwa pale. Uambiwe well done good and faithful servant. Sio watu waseme kutokea kwa gazeti ati wewe ndio mmoja wa wale wako na mabiashara kubwa zaidi. Sababu wakati utaenda hautaenda na hiyo biashara. Hakuna mtu utafika pale kwa Mungu na kumwambia akili yangu ilikuwa kwa biashara. Ile swali anakuuliza ni nilipokuwa na njaa ulinilisha. Nilipokuwa uchi ulinivika. Nilipokuwa korokoreni ulinitembelea. Nilipokuwa mgonjwa ulinitembelea. Lakini sio biashara ngapi umeinua hapa. Kwa sababu hiyo yote tunaambiwa utainua, utaacha, mwingine ataichukua ambaye hata ajui ile kazi ulifanya na kuiharibu. Wale watakula hiyo biashara ni wale hata hawaelewi yale yote uliyojinyima ndio ujenge. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hii mioyo yetu ndio muhimu. Hebu tuhakikishe tunaelekea njia inayofaa. Tunaelekea mbinguni. Tunafuata zile ambazo amri ambazo tuliambiwa tufuate. Vile Kristo alituambia tuishi, tunaishi vile. Tunasikiza neno lake. Martha alifanya kazi, yeye alikuwa wageni wasiseme walikuja huko wakakosa chakula, wakakosa chai. Hiyo ndio ilikuwa inamsumbua, lakini Mariamu alitaka kusikia ni nini Kristo ameleta. Ni ujumbe gani Kristo ako nayo? Sababu kile Kristo atasema ni uhai kwetu. Maneno yake ni uhai kwetu. Tukiyachukua tuyakule ni uhai katika maisha yetu. Wewe utapikia watu wao waseme hiyo tulipokuja tulikula tulifurahi, lakini baada hiyo watasahau. Watasahau yale yote uliwapikia. Bwana asifiwe. Lakini ikiwa ni kwa Mungu, Bwana hatasahau jina lako. Ikiwa jina yako imeandikwa mbinguni, haitasahaulika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukumbuke na tufuate ile ambayo ni muhimu duniani. Hebu ndugu, penda jirani yako. Mpende Mungu wako. Hubiri ufalme wa Mungu umekaribia. Wekelea mikono yako kwa wagonjwa, waponye. Sio nguvu yako, ni nguvu yake itawaponya. Bwana asifiwe. Kumbuka jirani yako akiwa ameanguka, muinue. Usimuulize wewe ni kabila gani. Yeye ni kiumbe cha Mungu. Nyosha mkono wako, msaidie. Bwana apewe sifa. Na Mungu na tutendee mema na ajabu. Tutafika hapo kwa leo. Bwana akubariki.